بسم الله الرحمن الرحيم. Nadhani tuliahidiana kwamba tutaanza kusoma vitabu viwili. Kitabu cha kwanza salatu tarawih Sheikh al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, na kitabu cha pili ni kitabu cha al-Muhajja fi sayri ad-Dulja cha al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali Zain al-Abidin, ambacho hiki tutakisoma insha Allah taala wakati wa dhuhuri kwa munasaba karibia mwezi wa Ramadhani. Leo tukiwa ni Shaaban 13, kwa tuna haja ya kusoma vitabu hivi kwa ajili ya kukumbushana baadhi ya masaili yanayotaalaka na fungamano na mwezi wa Ramadhani, hasa pia kitabu cha al-Muhajja, sababu ni moja katika vitabu vya ar-Raqaiq, kwa vitabu anavyohitajia Muislamu na milango anahitajia Muislamu katika kuweza kutengeneza moyo wake na kufahamu namna ya kujikurubisha kwa Allah Ta'ala kwa aina mbalimbali ya ibada. Tutaanza na kitabu hiki cha kwanza katika wakati huu cha salatu tarawih. Tutaanza na mukaddima wa Sheikh utakuwa mtusheleza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-dalila على محبته اتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وصلى الله وسلم على سيدنا وأسوتنا محمد القائل فيما صح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى آله وصحبه الذين أحبوه فاتبعوه ونقلوا إلينا حديثه وحفظوه، وعلى من تبعهم على هداهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الرسالة الثانية من الرسائل الست. Nasema Sheikh, ama baada ya haya yaliyopita, huu ni ujumbe wa pili katika jumbe zile sita ambazo yataalafu minha kitabuna, zinafungamana na kitabu chetu Tasdidul Isaba ila man za'ama nusrata al-khulafai ar-rashidin was-sahaba, kuliweka sawa lililokuwa la sawa, kulielekeza sawa lililokuwa la sawa. Wasema kitabu hiki ni moja katika silsila zetu, katika vitabu vyetu, katika silsila ya kitabu Tasdidul Isaba ila man za'ama nusrat al-khulafai ar-rashidin was-sahaba, katika yule ambaye amedhani kuwa nusuru makhulafa rashidin, makhalifa waongofu na masahaba. Wakana mawdhu ar-risalati al-ula, na ilikuwa maudhui ya risala ya kwanza bayan iftiraat, kubainisha uzushi wa akhtai ulaika almuallifin, ni kubainisha uzushi na makosa ya wale walioandika alladhina hawalu radda alaina, wale waliojaribu
kuturudi au kutufanyia majawabu fi risalatihim, katika risala yao al-isaba fi nusrat al-khulafa ar-rashidin as-sahaba. Kwa hiyo kitabu hiki salati tarawih ni moja katika silsila za tasdid al-isaba kwa ajili ya kukirudi kitabu hiki. Kwa Sheikh ameandika vitabu au rasail takriban 6 kwa ajili ya kukirudi kitabu kinachoitwa al-isaba, al-isaba fi nusrat al-khulafa ar-rashidin was-sahaba. Kitabu hiki ni cha moja ya maimamu kipindi chake huko Dimashq, akiitwa Muhammad Hamdi. Huyo aliandika hiki kitabu fasawadaha bi ashiya, kiandika kama vitu mbalimbali. Miongoni mwa hayo ni kumrudi Sheikh Al-Albani kwenye kulingania sala tarawih kwamba ni rakaa 11, lakini bi masala ya kwenda kuzuru makaburi na mengineyo, masala ya tawassul. Kwa hiyo akaandika kitabu chake akajaza haya mambo. Sheikh Al-Albani akaja akaanza kuandika silsila za kumrudi na kumjibu kwa tasdid al-isaba. Sheikh anasema falam yusibu wala yuflihu, kwa hakika hawakupatia wala hawakufaulu. Na si huyo tu, bali hata kuna wengine waliandika kumrudi Sheikh Al-Albani kama vile Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah ta'ala, ambaye yeye ana kitabu amekiandika tashihu hadithi salati tarawih 20 rak'a والرد على الألباني في تضعيفه. kuna mmoja na pia ameandika kitabu amekiita, na alikuwa muhadith aitwa Ismail Muhammad Al-Ansari. Ismail bin Muhammad Al-Ansari alikuwa katika kipindi chake Sheikh Al-Albani, ameandika kitabu tashihu hadith 20 rak'a. Kwa sababu Sheikh Al-Albani katika kitabu chake hiki atabainisha kwa hujja ya kwamba hadithi ya rakaa 20 ni dhaifu. Hadithi ya kusali tarawih rakaa 20 ni dhaifu, lakini huyu Ismail bin Muhammad Al-Ansari ameandika kitabu anasema tashihu hadith 20 rak'a, salati tarawih 20 rak'a, kuisahisha hadithi hii warad ala al-Albani fi tad'ifi, na kumrudi al-Albani katika kudhoofisha kwake hiyo hadithi. Akabainisha njia alizotaja za kusahihisha hadithi na njia alizotaja Albani kuidhoofisha hadithi. Sitabainisha min khilal qira'atina li hadha al-kitab, kwa kusoma kwetu kitabu tutaona ubainifu kuhusu riwaya na tutakuwa tunataja hoja za hawa waliosahihisha hii hadithi insha Allah taala. Kwa rududi baina ahli ilmu zinatokea, ijapokuwa Sheikh Al-Albani wakati mwingine akiulizwa kuhusiana na hali iliyojitokeza kati yake yeye na Ismail bin Muhammad Al-Ansari, asema Ismail bin Muhammad Al-Ansari alikuwa anafuata matamanio. So miongoni mwa mambo pia aliyopambana naye ni masuala ya lubs الذهب المحلق للنساء, kuvaa dhahabu yenye duara, dhahabu yenye duara kwa wanawake. Sheikh Al-Albani amezungumza masuala haya, lakini pia Ismail bin Muhammad Al-Ansari akamfanyia rad Sheikh Al-Albani katika hilo kwamba kuvaa hizo dhahabu kwa wanawake jaiz itlaqan, yafaa. Sheikh Al-Albani amezungumza masuala haya katika adab az-zafaf. Hakika kumetokea rududi baina yake na Ismail bin Muhammad Al-Ansari qawia, maneno makali kati yao, kama ilivyotokea kati yake na al-Allama Dr. Muhammad Aman al-Jami, kati yake na Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Sheikh Muhammad Aman al-Jami asema Sheikh Al-Albani imamu allama,
هو زميلي جاورته في الطلب وفي السكن وهو أحب لكن الحق أحب إلينا منه. katika muhadhara alofanya mrefu Sheikh Muhammad Awad al-Jami akaeleza aloita tasihih al-mafahim, kitu kama hicho, tasihih al-mafahim. Lengo lilikuwa ni kumjibu Sheikh Al-Albani katika baadhi ya qadaya na masail, lakini baadhi rududi za kielimu, sio rududi za kutukanana, pamoja na kuwa wanaheshimiana kati yao na kubakisha usalafi kati yao, na wakikutana ihtiramu ipo, heshima kati yao, tofauti na sisi. Sasa hivi ukimsema Sheikh fulani katika jambo fulani haujamhizibisha, lakini umemkosoa, umeelekeza tu jambo fulani sahihi ni hivi, kosa ni hivi, Sheikh fulani amekosea, sayaqa bainakum al-adawa, tatokea uadui baina yenu, bali jambo ambalo si sawa. Hawa kwa hivyo salaf. Sheikh anasema falam yusibu wala yuflim, hicho kitabu kilichoandikwa na hawa walioandika hawakupatia wala hawakufaulu, kama bayantuhu fi risalati al-mushari ilaiha, kama nilivyobainisha katika risala iliyoashiriwa, risala ya kwanza tasdid al-isaba ila man zama nusrat al-khulafa ar-rashidin was-sahaba. Ya kwanza aliandika hivyo, ya pili akaandika tasdid al-isaba fi salati tarawih 20 rak'a, tasdid al-isaba في على أن صلاة العيدين السنة في المصلى، تسديد الإصابة، تحذير الساجد، اتخاذ القبور المساجد. كان ذلك في تبويب فتكون في تاج أبو بين. لما بينته في الرسالة المشار إليها التي ما كادت تطبع، ambayo bado haijachapwa watunshar na kusambazwa, maana imekurubia kuchapwa lakini bado. Wanasema hata talqaha afadhilun nas, ili wakutane nayo watu bora, ala ikhtilafi masharibihim biridha wal qabul, pamoja na kutofautiana sehemu zao kwa kuiridhia na kuikubali risala hiyo. Lama ra'au fiha au lima ra'au fiha, kwa kile ambacho wamekiona ndani yake, ala ijaziha, katika ule ufupi wake, mukhtasari wake, wale wanakiangalia alafu kitatoka. Sheikh asema kipindi hicho, min buhuthi nafi'a mud'amatan bil hujaj al muqni'ah, iloweza kukipitia kitabu hicho na wayaone yaliyoko ndani yake katika mukhtasar min ijaziha, katika bahth, chunguzi zenye manufaa zilizotiwa nguvu, mudhaama, zilizotiwa nguvu bil hujaj al muqni', na hujja zenye kukinaisha, wa insafi fi raddi, na kitabu ambacho kina uadilifu katika radd, wa i'tidalin fi naqd, na kina ukatikati katika kukosoa, واعتدال في النقد, kina ukatikati katika kukosoa, watarfau an muqabalati al-i'tida' bil mithl. Lakini kitabu hiki pia ninachokiandika, tarfau, kina pingana an muqabalati al-i'tida' bil mithl, kutokana na kukabili kufanya uadui kwa mfano. Kwa maana yeye yule ameandika akafanya uadui, lakini kitabu hiki kinapingana na kufanya mukabala, malipo kwa uadui kama alivyofanya, bil mithl, kama alivyofanya. Asallallahu tabaraka wa taala yataqabbalaha minna. Kisha akasema namuomba Allah taala akubali hii risala kutoka kwangu au kutoka kwetu, wa ayyadakhiraha wa ayyadakhira lana ajra, na tuhifadhie kwa ajili yetu ujira wake, ila yaumil mi'ad, mpaka siku ya watu kurejeshwa, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim.
وها نحن اليوم نقدم إلى القراء الكرام الرسالة الثانية. na hapa sisi leo tunakadimisha na kutanguliza kwa wasomaji wa karimu الرسالة الثانية, risala ya pili, وهي الأولى من الرسائل الخمس, nayo ndiyo bora kuliko zile risala tano التي وعدنا بها, ambazo tumeahidi kwayo fi risalati al-anifati dhikri, katika risala iliyotangulia kuitaja, katika risala iliyotangulia kuitaja kwamba tumeahidi tutaandika rasaili nyingine, tufanye kama silsila. Wa hadhi rasaili hiya, na rasaili zenyewe ni kama ifuatavyo: salatu tarawih wa salatu tarawih, salatu al-eidain fi al-musalla hiya sunnah, البدعة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، التوسل أنواعه وأحكامه. وموضوع رسالتنا اليوم, موضوع رسالته يا leo البحث في صلاة التراويح عامة, ni kuchunguza kuna sala ya tarawih kwa ujumla, والتحقيق في عدد ركعاته, na kuhakiki idadi ya rakaa zake, bisuratin khassa, kwa sura mahsusi. Yani tutabezi kwenye kuchunguza na kutaja kwamba sala ya tarawih idadi zake ni ngapi, ni rakaa, idadi ya rakaa zake ni ngapi, tutadili katika kubainisha hili bilkhusus. وذلك لأن أولئك المؤلفين, na hiyo ni kwa sababu wale walioandika zamu fi risalatihim, wamedhani katika risala yao kurasa wa 6 thubutu la 20 au thubuta la 20, kuthibiti rakaa 20 bimuwadhabati al-khulafa ar-rashidin, kwa kudumu makhalifa waongofu, maadha Siddiq, kimwacha Abubakar as-Siddiq. Kama annahum nasabu, kama vile kwamba wao wamenasibisha kwa ukurasa wa 12 al-ihdatha ila Umar, uzushi kwa Umar, wana wao wakanasibisha kwamba ni bid'a ya Umar, ni bid'a ya Umar, wakasema hivyo. Wa ghalibu dhann, na dhana yenye nguvu, maana yenye nguvu dhana. Wa ghalibu dhann, na dhana yenye nguvu, annahum yaanuna bil ijtima', hakika wao wanamaanisha kwamba alichokizua Umar al-ijtima' fi salati tarawih, ni kule kukusanyika katika sala ya tarawih. Faqad naqalu, kwa sababu hakika wamenukuu katika kurasa wa 40 an al-Izz bin Abd as-Salam, kutoka kwa al-Izz bin Abd as-Salam, annahu dhakara fi amthilati al-bid'i al-mandhuba, ametaja hili katika mifano ya bid'a ambazo ni sunna, yani ni bid'a ambazo ni sunna kuzifanya, wala logawa bid'a sehemu 5. Kwa hiyo wao wametaja kipengele hiki katika mtiririko wa kutaja maneno al-Izz ibn Abi Salam, akitaja baadhi ya bid'a ambazo ni sunna, ni mandhuba. Kuna bid'a kuzifanya ni sunna, kwa hiyo wakalitaja hili katika kipengele hicho, kuonesha kwamba wao wanamaanisha hii ni bid'a ya Umar, tena bid'a ya al-ijtima', ya kujikusanya, kusanyika kwa ajili ya kusali tarawih. Wa ibn Abd al-Izz wa ibn Abd as-Salam rahimahullah qad yani biqawli, na ibn Abd as-Salam kwa hakika anaweza kawa anamaanisha kwa kauli yake salatu tarawih bihadha al-itlaq, sala ya tarawih kwa hii itlaqi, yani kwa maneno haya tu mujarrad hivi, akawa anamaanisha al-ijtimaa fiha, kukusanyika katika sala ya tarawih, wa salatu 20 rak'a ma'an, na kusali rak'a 20 pamoja. Kwa hiyo anaweza kawa anakusudia vyote hivi viwili, kukusanyika kwa miongoni mwa bid'a ambazo ni mandhuba sunna,
ni kukusanyika katika sala tarawih na kusali raka 20. Kwa hiyo katika bid'a ambazo ni mandhub. Al-Izz ibn Abi Salam alitaja katika mtiririko, unaweza kana maanisha vyote viwili. Walakin al-muallifin, lakini hawa walioandika dhakaru fi safha 9 katika ukurasa wa 9 wametaja katika ukurasa wa 9 ibaratan, sentesi na jumla قد يفهم منها أنهم لا يقولون, ambayo inaweza wakafahamika kutoka katika hiyo sentesi annahum la yaqulun, kwamba hakika wao hawasemi bi anna ziyadata ala alwarid bid'a, kuzidisha juu ya idadi iliyopokelewa. Ziyadatu ala alwarid, inaweza kawa wao hawasemi kwamba kuzidisha juu ya idadi iliyopokelewa ni bid'a. Fata'ayyana anna muradahum bil ihdath, kwa hiyo ikawa inalazimika sasa. Fata'ayyana anna muradahum, kwa inalazimika hakika muradi wao bil ihdath, kwa kule kuzua, alladhi nasabuhu ila amir almu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, walikokunasibisha kwa amir almu'minin Umar radiyallahu anhu, inma huwa jam'uhu an-nas ala salati tarawih, ni kile kitendo cha kuwakusanya watu juu ya sala ya tarawih. Wanaweza kawa na maanisha hili. Wasawaan kana hadha qasduhum bil ihdath, na sawa sawa ikawa haya ndio makusudio yao kwa kusema kwamba Umar ndiye aliyezua, ndiye alianzisha jambo hili la kukusanyika kwa ajili ya sala ya tarawih. Sawa sawa wao wanakusudia hili, au ma huwa a'ammu min dhalik, au wao wanakusudia zaidi ya hilo, kwa ujumla wake zaidi. Wao wanakusudia pia labda usali 20 na mengineyo, ndio Umar alianzisha. Fa innana lamma kunna na'taqid, sisi tulipokuwa tunaitakidi anna Umar radhiyallahu anhu, hakika Umar radhiallahu anhu lam yuhdith shay'an fi hadhihi salah, haja zua kitu chochote katika hii sala. Sisi tunaamini hivyo kwamba Umar hakuzua chochote ndani ya sala ya tarawih, la aljamaa, siku isali kwa jamaa, wala al-20, wala siku isali 20. Umar hakuna alichokizua katika vyote hivi viwili. Wa inna ma kana fiha khairu mithali lilmu'min almuttabi' lisunnati nabiyhi sallallahu alayhi wasallam tamama littiba'. Wa inna ma kana fiha, na kwa hakika ilivyo, kana fiha khair, wanapatikana kwa Umar khairi na bora ya mithali lilmu'min, bora ya mifano kwa muumini. Tukitizama historia ya Umar tunapata kuna bora ya mifano kwa mu'min almuttabi' li sunnati nabiyhi, anayefuata sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam tamama littiba', kwa utimilifu wa kufuata. Tukitizama historia ya Umar tunapata kilichopo ndani yake ni mfano mzuri kwa muumini mwenye kufuata sunna. Wa kunna na'taqidu aidan, tulikuwa tukitakidi pia annahu lam yathbut an ahad min al-khulafa'i ar-rashidin adad al-20, haijathibiti kwa yeyote katika makhalifa wanne wale waongofu idadi ya rakaa 20, hakujathibiti hivyo. Kana la budda lana min bayani hadhihi al-haqiqati lin-nas, sasa ikawa hapana budi kwetu sisi kubainisha huu uhalisia kwa watu, ya kwamba tunachokiamini sisi ndio sawa kwa hoja ambazo tutazitaja. Kwa hivyo ikawa hakuna budi kubainisha hili kwa watu, likai la yaqtarra ahadun bima rama almuallifuna bihi amir almu'minin min alihdath, likai la yaqtar, ili asija kaghurika ahadun yeyote, bima rama almuallifuna bihi amir almu'minin, kwa vitu walivyomsingizia kwayo hao walioandika, bima rama bihi almuallifun, kwa vile ambavyo wameviandika na kumsingizia wale watunzi amiri almu'minin katika uzushi. Wa in ra'awhu hum hasanan, ijapokuwa wao wameona ni bid'a hasana,
ni bid'a nzuri au ni jambo zuri لأن الحق المسلم به عند العلماء وسبب حقي iliyokubalika kwa maulama المسلم به عند العلماء yenye kukubalika mbele ya ulama anna littiba' khairu min alibtida' hakika kufuata ni bora zaidi kuliko kuzua wala ufuridha anna fil ibtida'i ma huwa hasan hata kama tachukulia kwamba katika kuzua kuna vitu vizuri hata tukichukulia hivyo yani haiko hivyo lakini hata tukichukulia hivyo وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدع hata tukichukulia kwamba katika kuzua kuna vizuri lakini kufuata ndio bora zaidi kuliko kuzua hata kama itakuwa hivyo lakini jambo haliko hivyo hakuna khairi katika kuzua kwa nini kwa sababu hata Abdullah ibn Mas'ud anasema al-qasd fi sunna itawassut wakati na kati katika kufuata sunna ndio bora zaidi kuliko kujitahidi katika bid'a min al-ijtihadi fi al-bid'a kwa hivyo vyote tutakavyokuwa iwe kuna khairi katika kuzua bado itabaki swala la kufuata ni bora zaidi sasa sahaba wao ni wakufuata ile mazuri wa inna min ajaib amri ulaika almuallifin au haula almuallifin hakika katika maajabu ya jambo la hao walioandika wa dhulmihim wa baghihim na katika dhulma zao na uadui wao annahum ma'a kaunihim hum alladhina ramaw amira almu'minin bil ihdath pamoja na kuwa wao ndio ambao wamemsingizia amiri almu'minin kwa kuzua kama fassalna kama tulivyotaja fa innahum muttahamuna nahnu hakika wao pia wakatutuhumu sisi bi annana wasafnahu bil bid'ah kwamba sisi tumemsifu amiri almu'minin kwa bid'ah katuzushia pia hili wala fi dhalika ibaratu mutaaddida na wanawao katika hili la kutusingizia sisi kwamba tumemwambia amiri almu'minin ni mzushi wana ibara na sentensi mbalimbali mutaaddida na sentensi mbalimbali naqalnaha au naqalna ihdaha tuminukuu mojawapo waradadna alaiha na tukairudi hiyo sentensi fi risalati al-ula katika risala ile ya kwanza bima yughni an i'adati al-kalam huna majawabu tuliyotoa yanatosheleza bima yughni kwa majawabu yenye kutosheleza an i'adati al-kalam huna kutokana na kurejea maneno hapo ولم يكتفوا بهذا الاتهام الباطل lakini walioandika hicho kitabu cha al-isaba hawakutosheka na tuhuma hizi za batil bal adhafu ilayhi ma yahunu amama hadha al-batil bali wakaongeza vitu ambavyo vinakuwa ni vidogo na dhalili mbele ya hii batil fazamu kadhban annana la'anna Umar radhiyallahu anhu wakadai na wakadhani kama sisi tumemlaani Umar radhiyallahu anhu wa'adhana min dhalik wa mimma huwa dunahu Allah tukinge na hilo na la chini yake pia bali innahum zadu ala dhalik bali wao wakazidisha zaidi ya hapo fatahamuna bilani salafi jami'an wakatutuhumu na kuwalaani salaf kwa ujumla faqalu wakasema kama fi safha al-ashir kwa kurasa wa 10 ya mudhallil salaf wakasema hivyo enyi wenye kudhalilisha salaf ni kuwapotezesha masalaf waqalu na wakasema pia katika safha ya 8 wala'nu awwal hadhihi al-umma wa akhiraha hawa kina al-Albani na wenzake wameulaani umma wa kwanza na wa mwisho فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل فما رأيت والله أجرأ من هؤلاء على اتهام الأبرياء أسمى شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه نسيب تسمى hivyo sijawahi kuona wallahi wenye ujasiri kushinda hawa juu ya kuwatuhumu watu ambao ni takatifu yani watu ambao ni wasafi al-abriya sijawahi kuona watu wenye ujasiri
zaidi kushinda hawa katika kuwatuhumu watu wasafi. Aslahahumullah wa hadahum sawa as-sirat, Allah watengeze na waongoze katika njia ya sawa. Wama ashbaha haluna mahum bima qalahu shair, ni mfano ulioje wa hali yetu na wao kama alivyosema mshairi. Ni ufanano waaje katika hali yetu na wao kama alivyosema mshairi, ghairi jana wa ana almu'adhabu fikum fakaannani sababatul muntadimi au almutanaddimi. ghairi jana wa ana almu'adhabu fikum fakaannani sababatul mutanaddimi. Mwingine kwa maana ghairi, asiye mimi, amefanya madhambi, amefanya kosa. Wa ana almu'adhabu fikum, lakini mimi ndiye mwenye kuadhibiwa. Fakaannani sababatul mutanaddimi, kana kama mimi ni kidole cha shahada cha mwenye kujuta. Kidole cha shahada cha mwenye kujuta chenyewe hung'atwa, mtu akakiuma kile kidole na chenyewe hakijakosea, chenyewe hakijakosea. Abiyati hizi zitaje katika balagha, tashbihi na mushabbah na mushabbah bihi, tashbihi na la tashbihi, ukiondoshwa na mfano wake. Kwa hiyo asema waliokosea wengine tuseme sisi. Wa ahsan minhu qawlu al-akhar, na bora zaidi ni kauli ya mwingine, fakallaftani dhanba mri'in wa taraktahu. Wasema kadha al-urra yakwi ghayrahu wa huwa rati'un, fakallaftani dhanbu mri'in wa taraktahu, umenikalifisha, umenibebesha madhambi ya mtu ukamwacha yeye. Kadhil urri ni mfano wa ngamia, ni mfano wa ngamia mwenye matatizo, mwenye maradhi. Yakwi ghayrahu wa huwa rati', mtu akawa anamtibu mwingine akamwacha huyu anastarehe, akawa anamtibu mwingine akamwacha huyu anastarehe. Hadha wa tata'allaf risalatuna hadhi min 8 fusul. Kwa haya sasa kitafungamana kitabu chetu au risala yetu na fusuli 8 ina fasili 8. Fasili ya kwanza, tamhidu fi istihbab aljamaa fi tarawih. Utaja utangulizi, tamhid juu ya mapendekezo ya kusali tarawih kwa jamaa, na wala si bid'a, ni jambo lilikuwepo, wewe utalitaja hili. Kuna mapendekezo ya kusali sala tarawih jamaatan. ثانيا لم يصلي صلى الله عليه وسلم التراويح اكثر من 11 ركعه. Fasili ya pili tutaja kwamba hakusali Mtume sallallahu alaihi wasallam tarawih zaidi ya 11 rakaa. Hakusali Mtume sallallahu alaihi wasallam tarawih zaidi ya 11 rakaa, hakuwahi kuzidisha rakaa 11 katika sala yake tarawih. Fasili ya tatu, iktisaruhu sallallahu alaihi wasallam ala al-11 rak'ata. Tutabainisha kwamba kutosheka kwake sallallahu alaihi wasallam juu ya rakaa 11 dalilun ala adami jawazi ziyadati alayhi, ni dalili ya kwamba haifai na wala haijuzu kuzidisha juu yake. Fasli ya 4, ihya'u Umar li sunnati aljamaa fi tarawih, kuhuisha kwa Umar sunna ya kusali jamaa katika sala tarawih. Kuhuisha kwa Umar sunna, jambo lilikuwepo, kuhuisha kwa sunna, kuhuisha kwa Umar sunna ya jamaa katika sala tarawih. Wa amrihi bi 11 rak'a, na kuamrisha kwake rakaa 11. Khamis, fasli ya 5, lam yathbut anna ahada min as-sahabati sallaha 20. Hayathbut, hakika kuna mmoja, alikuwa mmoja katika masahaba kwamba alisali tarawih rakaa 20. Haijathubutu. Tutabainisha hilo katika ukurasa wa 65 na zaidi ya hapo. Sadisan, fasli ya 6, wujubu litizam al-11 rak'a wa dalilu ala dhalik, wajibu wa kulazimiana na 11 rakaa na kutaja dalili katika hilo. Ulazima wajibu wa kulazimiana na rakaa 11 na dalili juu ya hilo.
فصل يا 7 الكيفيات التي صلى بها صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح أو الوتر. الكيفيات التي صلى الله عليه وسلم بها صلاة الوتر. tutataja kaifia namna ambazo alisali Mtume sallama sala ya witr, kaifia ya sala ya witr. Na Sheikh baada ya kitabu hiki alikuja kuandika kitabu cha Qiyamul Layl, akafanya ikhtisar ya haya ambayo yako hapa, akafupisha. Kwa hiyo ametaja kwa mukhtasar, hapa atataja kwa mapana kaifia namna ya kusali sala ya witr. Tumetaja pia katika darasa yetu ya kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen, kitabu gani tu, majalis shahr Ramadan. ثامنا الترغيب في إحسان الصلاة والترهيب عن إساءاتها. فصل ya 8 na ya mwisho tutataja mapendekezo ya kufanya vizuri katika kusali na kukemea kufanya vibaya. وفي تضاعيف ذلك فصول أخرى فرعية, na katika ziada na kuongeza juu ya hapo kuna fasli nyingine za ziada, fawaid fiqhiyya wa hadithiyya, na faida za fiqh na hadithi, wa ghairu dhalika mimma satamurru bil qari al karim, na mambo mengineyo ambayo yatampitikia msomaji mkarimu. Nasallallahu ta'ala ayuwaffiqani lil haqq fima katabtuhu fiha wa fi ghayriha, wa ayja'ala khalisatan liwajhihi al karim وينفع بها إخوان المؤمنين إنه هو البر الرحيم والحمد لله رب العالمين. درس اليوم نكتفي بهذا القدر، سيأتي في درس القادم إن شاء الله الشروع في الفصل الأول.